Mafanikio makubwa kwenye maisha hayaji kwa kubahatisha na hayajengwi kwa siku moja. Nyuma ya mafanikio mengi kuna tabia, maamuzi na misingi ambayo mtu amekuwa akiijenga kwa muda mrefu. Kijana anayetaka mafanikio lazima ajenge uwezo wa kufanya jambo sahihi hata kama hakuna mtu anayemtazama. Unaweza kuwa na akili nyingi lakini ukakosa nidhamu. Unaweza kuwa na ndoto kubwa lakini ukakosa mwendelezo. Unaweza kuwa na nafasi nzuri lakini ukakosa uthubutu wa kuitumia hiyo nafasi. Ndiyo maana kuna vijana wenye uwezo mkubwa lakini hawajafika mbali kifedha na kimaendeleo kwenye maisha, na kuna vijana wengine wana uwezo wa kawaida lakini wanaendelea kukua na kufikia viwango vikubwa vya mafanikio na maendeleo ya kifedha. Siri ya kwanza ni nidhamu. Nidhamu ni uwezo wa kufanya kitu unachopaswa kukifanya hata kama hujisikii kukifanya hicho kitu. Kijana mwenye nidhamu haongozwi na hisia, huwa anaongozwa na malengo yake. Kama umeamua kuweka akiba, nidhamu itakuzuia kutumia kila pesa unayoipata. Nidhamu ni kujifunza kujitawala wewe mwenyewe kabla ya kutawala mambo mengine kwenye maisha. Vijana wengi wanataka mafanikio lakini hawataki kulipa gharama ya mafanikio kwa kujenga nidhamu. Wanataka biashara yenye faida lakini hawataki kujifunza kuhusu biashara. Wanataka fedha lakini hawataki kujifunza ujuzi unaoweza kuwapa hizo fedha. Kila siku unapofanya jambo dogo linalokusogeza kwenye lengo lako, unajenga tabia ya kuwa mtu mshindi. Unapotaka kufanya kitu, usisubiri hamasa, kwa sababu hamasa inaweza kukufanya uanze, lakini nidhamu ndiyo itakao kufanya uendelee. Jenga nidhamu kwenye muda, fedha, matumizi ya simu na afya yako. Weka ratiba na uiheshimu hiyo ratiba. Jiulize kila siku, leo nimefanya nini kilichonisogeza karibu na mtu ninayetaka kuwa? Maisha yako ya kesho yanajengwa na maamuzi madogo unaoyafanya leo. Siri ya pili ni mwendelezo. Mafanikio hayaji kwa kufanya jambo kubwa mara moja, yanahitaji kufanya mambo sahihi mara kwa mara. Hii ndiyo maana ya mwendelezo. Unaweza kusoma kitabu kimoja kwa siku moja na ukakisahau baada ya wiki moja, lakini ukisoma kurasa chache za kitabu kila siku kwa mwaka mzima, utakuwa umepata maarifa mengi. Unaweza kufanya mazoezi kwa masaa 3 leo na ukaacha kwa mwezi mzima, lakini mazoezi ya dakika 30 mara kwa mara yanaweza kukuletea matokeo mazuri. Kila unachokifanya mara kwa mara kina nguvu kuliko kile unachokifanya mara moja. Tatizo la vijana wengi ni kuanza kwa nguvu na kuacha haraka. Leo wanaamua kuanza biashara, kesho wanabadilisha mawazo yao. Leo wanaanza kusoma vitabu, baada ya siku 3 wanaacha. Mbegu iliyopandwa leo haiwezi kuwa mti kwa siku moja. Ujuzi, biashara na mafanikio vinahitaji muda. Jifunze kutokata tamaa na jiwekee malengo madogo ambayo unaweza kuyafanya kila siku. Kama unataka kuwa na fedha, jenga tabia ya kuweka akiba na kuwekeza. Mwendo mdogo unaoendelea ni bora kuliko kasi kubwa inayokufanya usimame. Siri ya 3 ni bidii. Bidii ni kutumia nguvu, muda na uwezo wako kufanya jambo kwa juhudi. Hakuna mafanikio makubwa bila kufanya kazi. Ndoto peke yake haiwezi kujenga maisha unayoyataka. Unaweza kusema nataka kuwa tajiri au kufanikiwa kwenye sehemu fulani, lakini umejiuliza unafanya kitu gani kila siku kinachokusaidia kufika kwenye hiyo sehemu ya mafanikio au utajiri unaoutaka? Bidii ndiyo daraja kati ya ndoto na mafanikio. Kijana anayefanya kazi kwa bidii huwa anajifunza, anajaribu, anatengeneza nafasi na fursa. Bidii haimaanishi kufanya kazi bila mpangilio. Kufanya kazi kwa bidii bila maarifa kunaweza kukufanya uchoke bila kupata matokeo mazuri. Bidii inapaswa kuambatana na kujifunza, kufanya kazi kwa akili. Kama una biashara, jifunze kuhusu tabia za wateja, masoko, fedha na namna ya kutangaza hiyo biashara. Usilinganishe mwanzo wako na matokeo ya mtu mwingine. Huenda ukawa unamuona mtu amefanikiwa leo, lakini hujui miaka aliyotumia kujifunza, kushindwa na kujaribu tena. Kama unataka mafanikio makubwa, kuwa tayari kufanya kile ambacho watu wengine hawako tayari kukifanya kwa muda mrefu. Amka mapema, fanya kazi, jifunze, tafuta fursa, boresha ujuzi wako na tumia muda wako vizuri. Mafanikio yanaweza kuchelewa, lakini juhudi sahihi zinazofanywa kwa muda mrefu huwa zinaongeza nafasi
nafasi ya kufika mbali. Siri ya 4 ni uvumilivu. Uvumilivu ni uwezo wa kuendelea mbele hata kama unakutana na changamoto. Kwenye maisha mambo hayawezi kwenda vizuri kila wakati. Utakataliwa, utakosea, utapoteza baadhi ya fursa, na mtu mwenye uvumilivu anaelewa kushindwa ni sehemu ya kujifunza. Kijana anayeanzisha biashara alafu ile miezi ya mwanzo asipate wateja wengi, anaweza kuona hiyo biashara ni ngumu na akaamua kuiacha kabisa. Lakini kijana mwenye uvumilivu wa hiyo biashara anayoifanya lazima atajiuliza, nimekosea wapi? Bidhaa yangu ni sahihi kuuza kwenye hili eneo? Bei ninayouza wateja wanaweza kuimudu? Wateja wangu ni kina nani? Akishajiuliza haya maswali na kupata majibu, itamsaidia kurekebisha makosa na kujaribu tena. Usiruhusu siku mbaya ikufanye uone maisha yako hayana maana. Kuna wakati utakuwa nyuma, lakini hiyo haimaanishi umefeli. Kuna wakati utajiona huendi popote, lakini usikate tamaa. Jifunze kuvumilia mchakato. Endelea kujifunza, jiboreshe, rekebisha makosa. Mti mkubwa hauoti kwa siku moja. Siri ya 5 ni uthubutu. Uthubutu ni uwezo wa kuchukua hatua. Vijana wengi wana ndoto kubwa na nzuri, lakini hofu inawazuia kuanza. Wanaogopa watu watasema nini, wanaogopa kushindwa, wanaogopa kukosolewa. Uthubutu wa kweli unaambatana na maarifa na maandalizi mazuri. Kama una wazo la biashara, fanya utafiti kwanza. Kama unataka kujifunza ujuzi mpya, anza kidogo. Anza na kile ulicho nacho. Jifunze na jiboreshe hatua kwa hatua. Usisubiri muda, kwa sababu muda sahihi huwa unaanza pale unapoamua kuchukua hatua. Uthubutu unaweza kukufungulia milango ambayo usingeiona kwenye maisha yako kama ungeendelea kukaa na kusubiri muda. Hofu inaweza kuwepo, lakini usiifanye kuwa ni dereva wa maisha yako. Usitafute kuwa bora kuliko watu wengine. Tafuta kuwa bora kuliko wewe uliyekuwa jana. Mafanikio makubwa yanajengwa na matendo madogo ambayo yanarudiwa kwa muda mrefu.